Ni kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Unapoota ndoto unajisaidia. Unapoota ndoto upo chooni unajisaidia. Ni choo kichafu au ni choo kisafi? Ina maana gani? Ni choo kimefungwa au kimefunguliwa? Wapo wanakuona watu au hawakuoni watu? Ina maana gani? Kumbuka, ili ndoto uweze kuitafsiri vizuri, ile picha, sauti na ishara unazoziona ndotoni zilete kwenye ulimwengu wa mwili na nyama, zitoe kwenye ulimwengu wa roho. Alafu fanya upembuzi yakinifu na wakina. Kama hichi kitu ungekifanya mbele za watu ingekuwaje? Kumbuka, unapofanya kwenye ulimwengu wa roho ni sawa umefanya kwenye ulimwengu wa mwili. Ila utofauti ni kwamba watu wamekuona kwenye ulimwengu wa roho. Ina maana kile kitu kitakuja kumanifest kwenye ulimwengu wa mwili usipochukua hatua mapema. Au kingine kilishatokea kwenye ulimwengu wa mwili wewe ila hukujua, au ulijua kwa hiyo ulikuwa haujafanya chochote cha kuzuia. Kujisaidia ni ishara ya ukombozi, na choo kinaweza kiwe ni ishara ya eneo la kukombolewa. Inaweza iwe ni kanisani, kwa sababu kujisaidia ni kutoa uchafu, kutoa unajisi, kutoa kitu kibaya ndani yako. Ni sawa na ndoto ya kutapika au kukojoa. Sasa unapoona hivyo, ina maana Mungu anakuwa anaondoa baadhi ya vitu vinavyoendelea kwenye ulimwengu wa roho vilivyokuwa vinaingizwa na adui. Sasa ukiona unajisaidia kwenye choo kichafu, ina maana ni Mungu anataka kukomboa au unataka ukombozi, lakini njia unazozitumia sio halali. Kuna wengine wanaweza kwenda kwa waganga au wachawi kwenda kutaka uponyaji, au unaweza uwe unataka kukombolewa lakini bado hujasamehe. Kwa hiyo ule uchafu inaonesha kuna vitu vinaendelea kwenye maisha yako ambavyo bado sio vizuri. Ni sawa mtu amekombolewa, lakini Yesu anamwambia nenda usitende dhambi tena, mabaya sija akakukuta. Kwa hiyo unaweza uone muujiza au upate muujiza, lakini usipojisafisha ukajitakasa, bado hilo tatizo litarudi. Kwa hiyo ukiona unajisaidia kwenye choo kichafu, inaonesha kwamba ni kweli utajisaidia, ni kweli unaweza kufunguliwa, lakini tatizo halitaondoka moja kwa moja. Ina maana litabaki au litarudi. Ina maana utakuta hakuna ulichokifanya. Lakini pia unapoota unajisaidia kwenye choo kisafi, na jua ukombozi wako, ina maana utachukua hatua na utaweza kukombolewa na tatizo halitorudi. Lakini ukienda chooni ukakuta matundu ya choo yameziba, ina maana ni kila njia au kila mahali utakapokwenda kutafuta msaada wa kiroho hautoupata, au maombi yako hayatojibiwa. Wenda kuna hali ambayo sio, wenda hujasamehe wewe, au wenda unaenda kwenye madhabahu ambayo ni ya kishetani, ambayo hayafai. Kwa hiyo unatakiwa uangalie. Ndio maana unaweza kuona picha ya mtumishi. Ina maana Mungu anakuwa anakuonesha kwamba mfumo wako wa ukombozi unaotafuta hautoupata au hautopata ukombozi, hata kama uzunguke makanisa na makanisa na makanisa. Unaweza ushangae unaenda chooni, choo kimezibwa kabisa, na muda mwingine wanatoka wadudu. Ina maana unaenda kwenye ukombozi, lakini ukaenda kupachikwa, hata kupokea au kupata mashambulizi baada ya kwenda kupata ukombozi. Kwa hiyo Mungu ni Mungu mwaminifu, Mungu anayeweza kutujulisha siri nyingi za kiroho. Tunapojua sauti ya Mungu tukaifanyia kazi, tunaweza kuona utukufu wake, tunaweza kuziona baraka zake, tunaweza kuona ushindi wake, tunaweza kuona ukibali chake, tunaweza kuona utukufu wake, na tunaweza kuona mamlaka yake yakitenda. Mimi naitwa Apostle Johannes. Nawapenda sana. Yesu Kristo aliye hai anawapenda. Baba yetu wa mbinguni anawapenda. Na rafiki yetu Roho Mtakatifu anawapenda. Mimi nahisi kuna kitu umejifunza, umeelewa, umefahamu.
Kwa utaweza kujua ndoto yako Mungu alikuwa na maana gani au uchukue hatua gani. I love you. In Jesus' name, shalom.